الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا وزير له ولا معين له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم، واعلموا أن الفوز للمتقين. ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. Watukufu wa Islam, tunamshukuru Allah jalla jalaluhu kwa kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuianza Jum'atul Ula katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunamuomba jalla jalaluhu atakabbal saumu zetu na atupe uwezo na nguvu wa kutekeleza ibada zote ndani ya mwezi huu. Watukufu wa Islam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjuman. Katika sisi hakuna kiumbe yeyote isipokuwa atasema na Mola wake siku ya Kiyama, ataongea na Allah. Maongezi kati yako na kati ya Allah, laisa bainakuma turjuman, hakutokuwepo na mfasiri lugha. Utaongea na Allah ana kwa ana, biduni an yakuna hunaka man yutarjim, bila ya kuwepo mwenye kutafsiri lugha, kwamba wewe unaongea lugha Allah haifahamu, au Allah anaongea lugha usiyoifahamu wewe, inabidi aitwe mwenye kutafsiri ili wewe au Allah afahamu mnasema nini. Mtume anasema lugha itakayotumika siku hiyo, laisa bainahu ay baina Allahi wa bainahu wa baina abdihi turjumanun, tafsiri au mutarajjim. وينظر العبد إلى ميمنته فلا يرى إلا ما قدم. Wewe unasikia, Allah anakusikia. Utatizama kulia kwako, hutoona isipokuwa dhambi ulizozifanya. Matendo yako machafu na maovu ndiyo yamezagana kuenea katika upande wako wa kulia. Wayanzura ashama minhu, anatizama kushoto kwake, fala yara illa ma qaddam, haoni isipokuwa alichokitanguliza. Wayanzura baina yadayhi, akitizama mbele yake, fala yara illa an-nar, Mtume anasema haoni isipokuwa moto. Moto unamsubiri kiumbe huyo. Allahumma la taj'alna minhu.
anapouona moto mbele yake, anapoona matendo yake yasiyomridhisha kulia kwake, labda yanamridhisha lakini ni kidogo, hapo anasimama hairan na kisha zungumza na Mola wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam kumalizia hadithi hii anasema, baada ya kuona moto, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, na kuombeni wafuasi wangu, ndugu zangu, uogopeni moto japokuwa kwa kutoa ubaye wa tende, japokuwa nusu ya tende utaitoa sadaka katika mwezi wa Ramadhani, ukamfungulisha au ukampa iftari ndugu yako Muislamu kwa ya tende, utakuwa umeuogopa moto. Na hicho wallahi kinaweza kuwa sababu ya wewe kuepushwa na moto, kwa sababu umeitoa katika roho na nafsi na moyo ukiwa radhi na ndicho ulichokimiliki. fattaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto japokuwa kwa ubale wa tende. Faman lam yajid, Mtume bado anahisi kwamba waja wa Mwenyezi Mungu wataangamia kwa wingi kwa sababu hawauogopi moto na hawaujui moto ukali wake ukoje. Alipozungumza katika suratul Baqara, katika suratul Nisa, Allah anasema, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma, wale wanaokula mali za mayatima kwa dhulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hakika si lengine wanakula katika matumbo yao nara, moto, lakini si moto wa kawaida. Naran hakadha biduni alif wa lam, bila ya kutia alif na lam. Yaakuluna fi butunihim naran, yani moto huu ni nakira, hautambulikani ukali wake, utisho wake, ukubwa wake. La yaarifu madaha illa Allah, Mungu peke yake ndo anajua unachoma vipi, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja aliyoenda akaujaribu kidogo akaja akatupa habari. Lakini Allah peke yake ndo mwenye kujua ukali wake, sio kama unaopikiwa na mama zetu. Naran, hajui ukali wake isipokuwa sisi. Tumepewa tu information fulani fulani na bwana Mtume kuhusu moto, kwamba huu tunaotumia ni juz'un katika 70 juz ambao umezimwa na bahari na bahari mpaka ile kama ni majivu yake tu tukawa tunatumia sisi, lakini umezimwa ni nani, cheche dogo tu. Subhanallah. Kwa ajili hiyo Mtume anasisitiza kwamba uogopeni moto kwa ubaya wa tende, kwa maana jifunzeni ibada ya kutoa sadaqa, iwe ni sababu ya kuokolewa na moto, kwa sababu tende ni matunda mazuri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza wakati wa kufuturu, anza kwa matunda hayo. Ndio maana na hapa ameyataja kwamba hata unapokuwa na tende moja, wewe ichane upande mmoja kula wewe, wa pili usiridhike, mpe ndugu yako Muislamu, utakuwa umejikinga na moto. Kwa nini tunaambiwa sadaqa? Kwa sababu msikilize yule mtu anayekufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib faasaddaqa wa akum minas salihin. Siku ya kufa mtu anahitaji sadaka. Kwa nini hakusema laula akhartani kai usalli? Kwa nini usinipe muda ya Rabbi nirudi nisali? Au hunipi muda kwa nini nikahiji? Toeni
Lakini tulivyoruzuku kabla roho hazijatoka, kwa sababu ikija wakati wa kutoka roho utasema wewe mwenye kufa, Rabbi nipe extra time, japo dakika 5. Ufanye nini? Ukasali? Hapana. Ukahiji? Hapana. Ukafunge? Hapana. Fa atasaddaq, nataka kwenda kutoa sadaqa. Ulama utafsiri unasema ma dhukirat as-sadaqatu huna illa li'azimi sha'niha, isingetajwa hapa sadaka isipokuwa mambo yake ni makubwa ya kumwokoa mtu kutokamana na moto. Ndio maana kule ikatajwa tende ubaya, fa asaddaq wa akum minas salihin. Hilo tu la kutoa sadaka, niingie katika watu wema. Sasa huyu mwenzetu anajuta, tusije tukafika wakati tukajuta kama yeye. Nafasi tunazo. Ni tende ngapi unazo nyumbani wewe hujatoa sadaka hata moja? Ni maboksi mangapi unayo? Ni uwezo kiasi gani unaweza ukalisha watu tende mpaka wakashiba? Umewahi kupatiliza angalau kufanyia kazi hadithi hii ya bwana mtume? Mambo yanatupita ndugu zangu, mambo makubwa yanatupita. Tutakuja kujuta wakati roho zinatolewa. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah anasema walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mungu haicheleweshi nafsi ya mtu. Ulifanya sawa, hukufanya, mambo yamekwisha. Wakati unao sasa ndugu yangu. Bi hadithi ya mtume anasema falyattaqi ahadukum an-nara walau bishiqqi tamra, fattaqu an-nara walau bishiqqi tamra. Ogopeni moto japo kwa ubale wa tende, kwa kutoa sadaka. Sasa kuna watu hawamiliki hata ubale wa tende ya Rasulullah, wafanye nini? Nao hawa wanataka kuepushwa na moto, unawapa nasaha gani ya Rasulullah? Mtume anasema faman lam yajid, kama mtu hajapata tende, fabikalimatin tayyibatin, auogope moto kwa maneno mazuri. Sallu ala rasulillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua kwamba kuna watu katika ulimwengu ile tende watakuwa hawaimiliki, anajua. Lakini ni nani ambaye anashindwa kumiliki neno zuri? Kila mmoja ana mdomo, na hata akiwa bubu hasemi. Kuna lugha za ishara ambazo zinamaanisha bubu kafurahi na kasema neno zuri. Pia ataandikiwa na Allah, huyu kasema neno zuri. Sasa tende huna, je, neno zuri pia huna? Ndugu zangu, masikitiko makubwa ni kwamba kati yetu sisi Waislamu kuna baadhi yetu kwamba maneno mazuri hayajajua njia katika midomo yetu. Neno zuri halijui njia za kwenye ndimi zetu na nyoyo zetu, wakati neno zuri linasifiwa kila pahala. Allah anasema nini? Alam tara kaifa daraba Allahu mathala kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. هو ni Mungu alipopiga mfano kalimatan tayyibatan, mfano neno zuri, kashajaratin tayyiba, mfano wake ni kama mti mzuri, asluha thabitun wa far'uha fis samaa, mti mzuri wenye matunda, shina lake limeenda deep, matawi yake yako juu, kivuli wananeemeka nacho, watu wanafaidika kuanzia mzizi wa mti ule mpaka tunda na tawi lake na magamba ya mti ule. Kuna baadhi ya miti iko hivyo, kuanzia mizizi yake mpaka matunda yake mpaka majani yake mpaka magamba yake mpaka kila kitu chake ni dawa na kinawafaa watu, hautupwi kitu. Basi ni mfano wa neno zuri. kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa
tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, kila wakati unaleta matunda, kila wakati unaleta natija. Ndo neno zuri lilivyo, kila wakati linaleta faida, linaleta faraja, linaleta furaha. Watu wanaungana kwa maneno mazuri hayo, watu wanapendana, watu wanahurumiana, watu shimiana, watu wanakuwa pamoja kwa sababu kuna neno zuri limetumika. Nyumba kama haina maneno mazuri, mmoja lazima ataiona ni jahim badala ya janna. Una baadhi ya wanaume wanaonelea ni bora kwenda kukaa maskani masaa 4-5 kuliko kukaa nyumbani kwake dakika 5 tu, kwa sababu hakuna maneno mazuri. Na wanawake wengine ni bora kila wakati yuko majiani na handbag yake anaranda huku akiranda kule, kuliko kukaa nyumbani kwake na mumewe, kwa sababu mumewe anapofungua mdomo utafikiria mlango wa jahannam unafunguliwa. Maneno mazuri hayajui njia katika midomo yao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mzuri wa maneno, waman ahsanu min Allahi haditha, ni nani mzuri wa maneno kuliko Allah? Ameiandaa pepo. Bwana Mtume anasema ghurafan a'addaha Allah, kuna vyumba peponi Allah ameviandaa. Isikilize wasfu ya vyumba hivyo: yura batinuha min dhahriha. Hivyo vyumba, ndani ya chumba unaona kupitia nje ya chumba, kama vile unapoona glasi ukitia maziwa unayaona kupitia nje ya glasi. Basi vyumba vya peponi unaviona hivyo. Ni uzuri ulioje! Kisha Bwana Mtume akaulizwa, liman hadhihi ya Rasulullah, ni vya kina nani? Mtume akasema, liman taba kalamuhu atyab alkalam, yule ambaye maneno yake atayafanya mazuri, atakuwa mzuri wa maneno, ni mmoja katika watu walioandaliwa vyumba hivyo. Wa at'ama at-ta'am, liman atyab alkalam wa at'ama at-ta'am, na yule atakailisha chakula sadaqa. Chakula ni ile tende, na mwenye kufanya mazuri maneno ni ile, wa man lam yajid fa bi kalimatin tayyibah, ongea na wenzako vizuri. Katika watu ambao wanashuhudia matusi 24 hours ni sisi watu wa Mombasa na watu wa visiwa, watu wa pwani. Kuna watu wamespecialize katika kutukana, na kutukana sio dhambi tu, bali ni katika tabia chafu ambazo midomo ikishazoea ndo imeshazoea kutukana, imeselekea katika ubaya. Mtume asema sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr, kutukana kugombana ni ufasik, na kupigana na kuuana waislamu kwa waislamu ni kufr. Waislamu hawagombani, hawatukanani, hawauani. Ni katika tabia chafu sana ambazo umma wa Kiislamu leo umejikuta katika mambo haya. Maneno mazuri hayaonekani mitaani. Mtoto anaweza akasema tusi zito, kama atapimwa mtoto huyu na tusi hilo atakwenda haraka sana chini katika mizani yake, atananyuliwa kwa sababu ni zito wala si saizi yake. Min aina taallamaha, amelisoma wapi? Kwa wazazi wake nyumbani. Kwa sababu ndugu yangu, ukimwona sana mtoto anatukana, jua kwao ndo kiwanda cha matusi. Sababu anafungua macho, anamsikia babu anatukana, anamsikia baba anatukana, anamsikia mama anatukana, na kaka zake na dada zake. Bali kuna watu ile akikuona salamu yake tusi, na hata akitaka kukusifu tusi pia. Basi jamani, kusalimiana pia imekuwa matusi. Hata sifa, ukitaka kumsifu mtu pia mpaka uanze kumtukana.
Hivi tumerithi wapi mambo haya wakati mtume wetu sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahashan, hakuwa mchafu wa vitendo wala mchafu wa maneno, bali anasisitiza man lam yajid fabikalimatin tayyibatin, asiyepata sadaka ya kutoa kama ni tende au chochote, basi maneno yake mazuri yatatosha. Ukisema neno zuri, Mwenyezi Mungu analifungulia milango ya mbingu. Msikilize Allah anasemaje: ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'u. Kwake Mwenyezi Mungu kuna panda neno zuri, maneno machafu hayana nafasi kwa Allah. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'u. Yeye anayafungulia milango maneno mazuri. Ndugu yangu, umeshindwa nini kusema neno zuri mbele ya watoto wako, mbele ya jirani zako, mbele ya ndugu zako, mbele ya umma, mbele ya watu, ukasajiliwa na wewe kwamba umetoa sadaka? Mtume wakati anaitisha watu watoe michango katika jaishul usra, jeshi lile la ghazwatu Tabuk, kuna watu walishindwa kutoa sadaka mpaka wanakuja kwa mtume, wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu, wanalia, machozi yanawatoka kwa sababu hawakupata cha kutoa kumpa bwana mtume kwa ajili ya kuandaa jeshi la usra. Wenzetu walikuwa wanalia hawakupata cha kutoa, sisi hata tukipata hatutoi. Basi kuna mmoja usiku amesali qiyamul layli, alafu akamuomba Mungu akasema, ya Rab, mimi sina cha kutoa, maana faqidu shay'in la yu'ti, asonacho hawezi kutoa, mimi sina. Wa inna nabiyyaka ya'muruna bi an nujahhiza jaysh al-usra, mtume wako anasema tuliandae jeshi. Man jahaza mughaziyan faqad ghaza. Sasa sisi miongoni mwa waja wako ambao umetunyima fursa hii ya kutoa hatuna, lakini ya Rab, ana atasaddaqu an kulli mazlama bi kulli mazlamatin, kila kitendo cha dhulma alichonidhulumu Muislamu, ya Rab, aliyenitukana, aliyenipiga, aliyenifanyia chochote kitendo ambacho sikuridhika nacho, leo ya Rab, na kuomba hiyo iwe sadaka yangu, nimewasamehe wote kutokamana na walionifanyia ya dhulma, hiyo iandike katika sadaka zangu ya Rab. Angalieni namna watu wanapotoa sadaka. An kulli madhlamatin dhalamani iyaha ayu muslim, kila Muislamu aliyenitukana, aliyenifanyia chochote kibaya, mimi ni sadaka yangu leo hiyo, kwa kuwa sikuwa na kapu la tende wala sikuwa na mbuzi au ngamia, lakini hili ninaliweza, ya Rabbi niandikie na mimi katika mutasaddiqin. Hapo ni usiku, analia na Mola wake. Alfajiri ilipofika akaenda kusali salatu alfajiri pamoja na bwana mtume. Baada salami mubashara, bwana mtume akauliza, aina almutasaddiqu hadhihi al-laila? Jamani, kuna mtu katoa sadaka usiku hapa, yuko wapi? Habari zimeshafika kwa mtume mtukufu wa daraja. Kuna hotline, ikitokea tu Allah anafikishiwa habari. Yuko wapi? Kimya. Yule bwana yupo pale, lakini anajiuliza, huyu atakuwa mimi huyo? Anasahau kama katoa sadaka. Labda anafikiri kuna mtu kaja na kapu la tende jana, au kuna mtu katoa mali zake jana, au lolote limetokea. Sasa inabidi anajiuliza, nani huyo? Mtume anarudia mara ya pili, aina almutasaddiqu hadhihi al-laila? Jamani, aliyotoa sadaka usiku yuko wapi? Mbona hatokei? Kimya. Mwisho mtume akamtaja wewe.
hukusema hivi wewe jana usiku? Anambia naam ya Rasulullah. Akamwambia laqad kutiba dhalika fi sadaqati almuqabbala amula, maneno yako yameandikwa katika sadaka zilizokubaliwa. Hata hiyo ni sadaka. Wewe na mimi tunashindwa kutoa sadaka vipi? Neno zuri, tutoeni maneno mazuri ili tupate kutoa sadaka ziandikwe kwa Allah. Katika wakati wa Mtume kulikuwa kuna watu wanaitwa Arab, yani watu wanaoishi badia majabalini huko, mabedui yani. Mabedui ni katika watu ambao walikuwa hawajui kuongea, hawana maneno mazuri, ana bulldoze kila kitu. Hata baadhi ya vitendo vyao kidogo, mmemsikia mmoja akakojoa ndani ya msikiti wa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua pia kudili na watu. Wanakuwepo watu wengine tabia zao kidogo ni nzito, lakini wakipata watu kuamiliana nao wanaelekea. Lakini mmoja aliyeka historia katika mabedui alisikika anasema neno zuri ambalo watu hawakutarajia. Anasema leo bedui kasema neno. Alisema nini? Huyu bedui aliomba dua, akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rab, a'taitana al-islam biduni an nas'alak. Ewe Mungu, ulitupa Uislamu wala hatukukuomba. Fala tahrimna aljanna wa nahnu nas'alak. Basi usitunyime pepo na sisi tunakuomba. Uislamu ulitupa bila kukuomba, hakuna application tulileta, mwenyewe umetupa. Lakini pepo tunakuomba, basi hili tunalokuomba usitunyime kama lile ambalo hatukukuomba umetupa. Watu wakasema ama leo bedui kasema neno tena zuri, na ukitizama ni kweli. Mungu kwa neema zako amekupa Uislamu wala hukumuomba, basi nakuomba pepo ya Rab 24 hours, usininyime mja wako. Maneno mazuri yanaacha athar mpaka katika adabul arabi. Unakuta watu wanasomeshwa thaqafa, vipi mtu yuhsinu kalama, aweze kusema maneno mazuri, aweze kusema neno lenye kuleta faraja, aweze kusema neno lenye kuleta uokozi, watu wakaokoka na shari, la busara, yani hikma. Na ndio maana Qur'ani imetuambia Mtume ameleta kwa sababu ya aseme maneno mazuri kwenu. Katika dua ya Nabii Ibrahim aletwe mtume huyo wa nini? Yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Mtume atawasomesha kitabu na hikma na atawatakasa, awatakase na kila kitu kichafu na kiovu, mpaka ndimi zao zitakaswe. Kuna ndimi baadhi yetu hazijui maneno mazuri, na mtu hujifakhirisha kwamba mkitaka kutukaniwa mtu fulani basi msipate tabu, mimi nipo. Na ma'al asaf shadid, kuna wengine hukodiwa, hasa wakakodishwa, bwana kuna mtu tunataka ukatutilie adabu kidogo, tutukanie. Msio na wasiwasi, twendeni. Akatukana masaa 2.5 bila kumeza mate, na akajiona kwamba yeye ni hodari. Mimi bwana uso wangu kama wambuzi bwana, sina haya na mtu, mimi nampa tu. Hukusoma hadithi ya Mtume, kalimatun tayyiba, neno zuri, fil jannati ghuraf liman tayyaba kalamahu, mtu atakayefanya mazuri maneno yake. Kuwa na maneno mazuri. Uislamu ni akhlaq, na akhlaq inaanzia katika mdomo, mikono na vitendo vyako vyote. Tumenasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Muislamu mzuri ni yule mzuri wao wa tabia, si mzuri wa sura wala si mwenye cheo kikubwa, basi ni yule ambaye salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, waislamu wenzake wamesalimika na shari za mkono wake na shari za ulimi wake. Ulimi una shari zake na mikono ina shari zake. Unapomsilimisha na kumsalimisha muislamu mwenzako na shari hizo, wewe ni muislamu mzuri. Akawa hasikii isipokuwa maneno mazuri kutoka kwako, akawa hasemi isipokuwa maneno safi, umma ukawa wote uko katika khairi kwa sababu ya maneno yako. Basi ndugu Waislamu,
Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man lam yajid, yani mtu ambaye hakupata tende ya kutoa, na tende ni nyingi, kama si nyingi hazipo, fabikalimatin tayyibatin, semeni maneno mazuri, semeni maneno yenye kufariji wenzenu Waislamu. Msitukanane, msiumbuane, msifedheheshane, kila kitu. Watukufu, Ramadhani ndiyo mwanzo. Sasa hivi tuko katika 10 la kwanza, lakini ni vyema tukajifanyia analysis kabla hatujafanyiwa na Mola muumba wetu, kwamba kutokea Ramadhani ya kwanza mpaka hii tulipofika, hivi kweli kuna jambo gani wewe ambalo unaweza ukaringia kama wale waliofunikwa na jabali wakasema tumuombeni Mwenyezi Mungu kwa matendo yetu tunayoyaona ndio ghali, atupate kututoa hapa? Mmoja akasema mimi nikatafuta lilokuwa ghali kuliko yote, nikasema ya Rabbi, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, sili kama hawajala wao. Siku moja nikaenda kuwagongea, nikaenda kutaka kuwapa chakula, nikapata wamelala. Heshima haikunipa kugonga mlango, nikawasubiri mlangoni waamke niwape chakula, huku watoto wangu wanalia na mimi mwenyewe njaa. Nikasema hamli nyinyi mpaka wale wazazi wangu. Nikakaa vile mpaka asubuhi, wakaamka wakanipata vile, ndo nikawapa chakula chao. Ya Rabbi, kama nimefanya hivi kwa sababu ya kukutii na heshima ya wazazi, tufungulie. Aliringia wema wake huo na Mungu akawafungulia. Mungu akawafungulia. Na mwingine akasema mimi nilikuwa na binti wa ami yangu, nampenda sana kama wanaume wanavyowapenda wanawake, nitaka kufanya naye machafu, lakini alikuwa kila nikimuita anakataa. Siku moja kukawa na shida, akanifuata, na mimi nilikuwa na hela, akanambia ibn ammi atini min mali Allah, nipe na mimi angalau chochote, hali imekuwa mbaya, kuna ukame, njaa. Akamwambia leo umekuja mwenyewe na mimi sikupi mpaka unifanyie jambo kadha kadha kadha. Akaniambia basi kama ni hivyo na mimi sihitaji, akaondoka. Lakini njaa ilipozidi akarudi tena. Aliporudi kaambia nilijua utakuja tu kwa sababu hakuna mahala pengine, hapa ndo marejeo, nifanyie jambo kadha na mimi nitakufanyia. Mwanamke ikafika ya 3 akaona sina jinsi, kaambia taal wafal ma tasha, fanya unavyotaka, alhasili nipate hela itakayoondosha shida zangu. Na hizi hali zipo katika miji yetu. Mtu akawa na uwezo, akawa hawezi kuwasaidia watu isipokuwa labda na wao wamsaidie kwa njia nyingine au moja. Ni makosa makubwa sana watu kuwadhalilisha kwa sababu ya uwezo wako, kwa sababu ya cheo chako, kwa sababu ya hela ambazo Mungu amekupa, ukawa unafanya uharibifu kwa njia hiyo. Allah anasema wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Hii sio tahadduth ya kuihadithia neema ya Mungu kwamba unaifanyia uharibifu na ufisadi, kwa kuwa Mungu amekupa hela wengine hawana. Kama hawana wanataka uwafanyie machafu ndio upate kuwasaidia. Ole wako. Nikamchukua nikaenda naye sehemu ya siri, ananiambia funga mlango, naambia nimeshafunga. Funga milango, nimefunga. Funga milango, nimefunga. Naambia kuna mlango mmoja hujaufunga. Mlango gani? Babullah, mlango wa Allah. Na wewe umeufunga asituone. Ya ibn akhi, ya ibn ammi, ewe bwana mwana wa ammi yangu, ittaqillah wala tafudda al-khatama illa bihaqi. Usivae pete, usivunje ila kwa haki yake. Hii unayofanya sio haki. Akanipa mawaidha, na mimi niko katika wakati wa kutaka kufanya kitendo kichafu cha zina. Mawaidha yakanipata. Mawaidha yakanipata, nikanyanyuka, nikavaa nguo zangu, nikawaambia nishasikia, na hilo nilokupa ni hela za sadaka, Mungu anijalie ni sadaka, na mimi nimeacha kufanya machafu hayo kwa ajili yake. Nikaondoka. Ya Rabbi, kama nimefanya hivi kwa kutaka radhi zako, tufungulie. Kafunguka. Kaiona hiyo ndo amali yake kubwa, anaweza akaringia.
Mwingine akasema mimi nilikuwa nina wafanyakazi, hadith maarufu yani, wafanyakazi wangu hawa nikawapa mshahara, mmoja alifanya nusu ya siku na wengine siku kamili, lakini wote niliwalipa sawa. Mmoja akanuna akasema, kwa nini huyu umemlipa sawa na sisi wakati sisi tumekuwa na masaa mengi kuliko yeye? Akamwambia, mali yangu na hii mali nimeona nifanye mwenyewe ninavyotaka, na nyinyi maadamu haki zenu zile tulizoagana nimekupeni, hakuna matatizo yote, na huyu mwenzenu nimeona nimuongezeni. Akaacha mshahara wake, akasema mimi sichukui, akaondoka. Kakaa huko, baada ya muda na yeye alipopata matatizo akakumbuka, bwana kwa fulani niliacha hela zangu. Akarudi, bwana unakumbuka siku fulani niliacha pesa zako? Akamwambia ndio nakumbuka, na mimi alipoziacha nilizitumia, nikazizungushia, nikanunulia, na vyote vilivyokuwa hapa, ng'ombe, mbuzi, kondoo, hata walishaji ni vyake. Aliponidai nikamwambia, bwana hela zako ndo production hii, kama unataka hela zako chukua kila kitu hapa, nenda. Akamwambia, bwana nipe zile hela zangu, usinifanyie maskhara. Akamwambia, sio maskhara, chukua, ni chako. Nipe bwana, chukua. Akachukua, hakuniachia kitu. Na mimi nilifanya vile kwa ajili yako ya Rab, kama nilifanya vile kwa ajili yako tufungulie. Wakafunguka, wakaondoka, wakaenda. Mimi na wewe tuna kitu gani tukiambiwa hebu sema neno kubwa ulilolifanya wewe kwa Allah, au katika hii Ramadhani tu kutoka juzi mpaka leo, jambo gani kubwa ulilolifanya? Tara wewe umesali rakaa 4 tu, hata 8 wale wanaosali 8 hukufikisha. Sadaqa unataka upewe wewe tu, funga yenyewe kutwa unalala wewe, hutoki katika vikao vya karata na keram. Kila aina ya mambo unapatikana na nuksan. Kipi ulichokifanya ambacho kitakuokoa? Sadaqa ni jambo kubwa, hususan katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hesabuni nafsi zenu kabla hamujahesabiwa na Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum, na pimeni wenyewe amali zenu na matendo yenu, muyapime uone, je yanaingia, itakuwa katika mizani kabla Mungu hajawapimia. Mwenyewe kuwa analyst wa kufanya observation katika mambo haya, ili Mungu apate kukutoa katika hali mbaya kukupeleka katika hali njema. Watukufu wa Islam, wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه،
وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذوي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب النافق للصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، على جامع القرآن من استحيت عنه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البطول وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة فياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انشر رحمتك على عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق للمسلمين توفيقا، اللهم اجعل لهم نجاحا في أمورهم. اللهم اجعل أول هذا رمضان لنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه على نعمه يعطيكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.